Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu wa idhaa yetu hii bora kabisa, idhaa ya Injili nchini Tanzania na duniani, nayo inafahamika kwa jina la Injili nje ya kuta za kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kukukaribisha tuendelee tena na mtiririko wetu wa vipindi. Tulikuwa tunajifunza habari ya Roho Mtakatifu. Tumejifunza mambo mengi. Na currently hapa mwishoni tumekuwa tunajifunza ama nafundisha kwa habari ya somo linaloitwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu Baba nimeshamaliza. Yesu Kristo sikuingia kwa undani kwa sababu naamini wewe kama Mkristo utakuwa sio mgeni na jina hilo. Sio mgeni na jina hilo, na unaweza ukawa na mambo mengi ya kushuhudia kwa habari ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini natamani kufundisha somo hili la Roho Mtakatifu kwa sababu kumekuwa na mkanganyiko mwingi sana. Nimefundisha kwamba karne ya 16 ni karne ambayo dini ya Kikristo iliingia katika reformation kubwa, na katika reformation hizo iliweza kutoa dini na madhehebu tofauti ya Kikristo yasiyopungua 7-8 hivi. Tukianza na hawa watu wa Restoration, alafu kuna Anabaptism, kuna Protestants, kuna Anglican, kuna Catholic ambao kimsingi wana Western rites na Eastern rites, alafu kuna Eastern Orthodox, kuna Oriental Orthodox na Assyrian Church. Kwa hiyo ukihesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, walau 10 ama 8 kwa ufupi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawa wote ni matawi makubwa, matawi makubwa ndani ya Ukristo. Hawa wote unapozungumzia hivi vitu ambavyo nimevitaja, hawa wote wapo kwenye ndoo moja ama bakuli moja lenye chata ya Ukristo. Lakini sasa nikawa natamani, kwa sababu katika hawa na hasa hapa kwenye Protestantism hapa, walipofika mahali hawa wakaprotest, kuna mgawanyiko pia huku mbele wa madhehebu mengine ya Kikristo yaliyotokana na hapa, na baada ya hapo yako mengine. Kwa mfano ambao wanaamini habari ya Wapentekosti, kuna sijui wa Sabato, kuna mashahidi wa Jehova, kuna nini, wako wengi. Mimi nimesoma walau dini ama madhehebu tuseme dini 11 za ulimwengu. Tuseme madhehebu, tuseme dini 11 za ulimwengu. Na hili somo nitakuja kufundisha dini ni nini na dhehebu ni nini, kama ambavyo nimeshamaliza kufundisha kanisa ni nini na jengo ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo takribani makundi haya 8 mpaka 10 ni makundi ambayo yanakuwa na ushabiki mkubwa. Haya ni matawi. Haya ni matawi ndani ya Ukristo. Lakini unapozungumzia Ukristo kwa sensa ya mwaka 2025 inaonekana Wakristo walikuwa ni takribani bilioni 2.3 katika total population ya ulimwengu. Alafu dini ya Kiislamu ikawa na 1.8 mwaka 2015 na zingine huko Buddhist na vitu gani, kuna affiliated, kuna Hindu na vitu gani huko chini, vikaendelea kugawika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama nitapata muda basi nitajaribu kuweka hivyo vitu hapo chini ili viweze kusaidia. Sasa hawa wanautafsirije muonekano wa Roho Mtakatifu katika madhehebu yao ama katika dini zao? Kwa hiyo mimi nilianza kufundisha Roho Mtakatifu ni nani, na nikaeleza kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi mojawapo ya Mungu kwa wale ambao wanaamini Biblia ya vitabu 66. Japokuwa hawa wanaoamini Biblia ya vitabu 66 wamegawanyika. Wapo wanaoamini Roho Mtakatifu ni Mungu, ule Utatu Mtakatifu, lakini wapo wanaoamini kwamba Mungu ni mmoja, hakuna Mungu Mwana wala Mungu Roho Mtakatifu. Wanaamini Roho Mtakatifu ni nguvu ya utendaji na hawezi kuwa Mungu, lakini Mwana pia hawezi kuwa Mungu. Na mimi nimeshafundisha, nisingependa nirudie. Nilikuwa nataka nisogee mbele ili tuweze kujifunza mambo muhimu kumhusu Roho Mtakatifu. Nikaeleza Roho Mtakatifu ni mithili ya upepo, lakini Roho Mtakatifu ni mithili ya pumzi. Anaitwaje katika lugha ya Kiebrania, anaitwaje katika lugha ya Kigiriki. Agano la Kale limemtaja takriban mara 3, lakini pia viko vitu ambavyo vinaweza vikadhihirisha kwamba huyu Roho Mtakatifu haonekani kwa macho, huwezi kumshika wala kumgusa, lakini hana umbo au umbile, lakini hashindwi
kujipambanua kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza akafika mahali akaja kwa mfumo ama kwa mfano wa kitu kinachoonekana, hata kama unataka kushika, yeye ana uwezo, kwa sababu wale ambao wanaamini Biblia kitabu 66 hasa Waluteri wanasema kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, na mimi nataka nitembee hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tulishasema habari za majina ya Roho Mtakatifu, nimetaja somo lililopita. Leo nilikuwa natamani niingie kwenye kipengele kinachozungumza kazi ya Roho Mtakatifu katika majira na nyakati tofauti, kabla ya Pentekosti, wakati huu wa kanisa, wakati wa utawala wa Yesu Kristo, ule utawala wa miaka 1000, lakini tuguse walau mifano ya Roho Mtakatifu, alafu tuguse na kazi za Roho Mtakatifu kwa watakatifu. Kwa hiyo hapa kuna namna ambavyo hata watu wengine katika makundi na matabaka yao walikuwa na namna ya kumpokea Roho Mtakatifu. Kwa mfano, kwa Wayahudi namna walivyompokea Roho Mtakatifu ni tofauti, kwa Wasamaria namna walivyompokea Roho Mtakatifu ni tofauti, kwa watu wa mataifa walivyompokea Roho Mtakatifu ni tofauti, na wanafunzi wa Yohana. Lakini tutakuja kujifunza kwa habari pia Roho Mtakatifu na kazi yake kwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitajaribu kuzitaja zile kazi. Nadhani labda tuende hivyo, tuzitaje kazi, alafu tutakuja kuzichambua zile kazi kwa nyakati na majira tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana, ule mlango wa 14 aya ya 15 mpaka 18, neno la Mungu linasema, mkinipenda mtaishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiyo Roho Mtakatifu, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala hamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sasa hapa ndio nikaja nikasema kwamba Roho Mtakatifu tutajifunza kwa habari ya majira na nyakati. Kuna nyakati ambazo Roho Mtakatifu alikuwa juu ya watu. Ukisoma maandiko, kama ni msomaji mzuri, Biblia inasema kwamba na Yesu alifika mahali akasema, na Roho wa Mungu yuko juu yangu, ama Roho wa Mungu amenitia mafuta, yuko juu yangu, amenitia mafuta. Akaelezea kuwahubiria si watu nini, kuwatangazia si vitu kitu gani. Kwa kuna kipindi Roho Mtakatifu alikuwa juu ya watu, lakini kuna kipindi ambacho Roho Mtakatifu atakuwa ndani ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna kipindi ambapo Roho Mtakatifu atamwagwa kwa watu. Watu watamwagiwa Roho Mtakatifu. Kwa tunataka kuona nyakati ambazo, nyakati na majira, na namna Roho Mtakatifu alivyokuwa anaweza akajiposition ama akajiweka kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna mambo ya msingi sana, lakini ukisoma Biblia hii anasema hata milele, ambaye ni kwanza Roho wa kweli, ambaye kwa hiyo jina mojawapo la Roho Mtakatifu ambao nimeshalitaja ni Roho wa kweli, lakini pia ni msaidizi. Kwa hiyo ukienda jina lingine inaweza ikaonekana kama ni msaidizi, ama kazi anayoifanya ni ya usaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu nyingine anaendelea kusema kwamba haonekani. Neno linaposema kwamba unaposoma hii Yohana Injili 14:15-18, anasema ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala humtambui. Na ndio maana huwa anasema hata kitabu cha Matendo ya Mitume kilifaa kuitwa kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu. Lakini mgogoro mkubwa ulikuwa ni hapa. Kama Yesu Kristo walimuona na maandiko yalitabiri juu yake, wakamkataa, sasa tutasemaje kwa habari ya Roho Mtakatifu asiyeonekana, kwamba wangeliweza kumtambua na kumwamini na kumpokea? Ungeliweza kumpokea huyo haonekani. Na ndio karata moja hapo ambayo tumesema kwamba Roho Mtakatifu haonekani kwa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninatamani sasa kwamba tutakuwa na vipindi walau 7, mfululizo 7, yani kuanzia hiki ambacho nafundisha sasa hivi, vipindi 7, na vipindi 7 hivi vitakuwa vinaelezea kazi ya Roho Mtakatifu. Walau tutaje kazi 10, kazi 10 za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi 10 za Roho Mtakatifu. Walau twende sasa takriban vipindi 7. Alafu tutakuja kujikita sehemu kwamba Roho Mtakatifu ana kazi gani kwa watakatifu, ama namna, tuchukue hicho kama kipengele, kazi yake kwa watakatifu, lakini pia Roho Mtakatifu namna alivyoweza kupokelewa kwa waamini, kama nilivyowataja katika nyakati hizo 4.
Nimetaja Wayahudi, wa Samaria, watu wa mataifa na wale wanafunzi wa Yohana. Kama utakuwa na mashaka, soma Biblia. Kuna mahali wanafunzi wa Yesu waliwauliza wanafunzi ambao walikuwa walikuwa na Yohana Mbatizaji kwamba ninyi hamuelewi kwamba mjabatizwa kwa ubatizo huu wa Roho Mtakatifu? Wakasema hapana. Wao walibatizwa na nani? Na Yohana, lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu hawaujui. Wanafunzi wa Yesu wakalazimika kuwabatiza kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninatamani sasa kwamba jinsi tutakavyokuwa tunakwenda bado natafakari namna nzuri ya kumwelezea Roho Mtakatifu kabla ya Pentekosti, wakati huu wa kanisa na utawala ule wa miaka 1000. Alafu tutasoma mifano na kazi yake na namna kazi yake kwa watakatifu, lakini namna waamini walivyoweza kumpokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya, mimi ninaanza kufundisha habari za Roho Mtakatifu na nitafundisha kazi za Roho Mtakatifu vipindi hivyo 7. Alafu tutaongeza vipindi vingine ambavyo vitazungumzia mifano ya Roho Mtakatifu, itazungumzia kazi ya Roho Mtakatifu kwa watakatifu. Alafu tutazungumzia namna waamini katika makundi yale 4 walivyoweza kumpokea Roho Mtakatifu na kuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakuwa na vipindi vingine takribani 3. Kwa hiyo jumla tutakuwa na vipindi 10 vinavyofundisha ama vinavyoelezea habari ya kazi ya Roho Mtakatifu, na ninaamini mpaka hapo tutakuwa kwenye nafasi kubwa sasa ya kuelewa. Haijalishi unamwamini kama nguvu ya utendaji, haijalishi unamwamini kama Mungu kwako, haijalishi unamwamini vipi Roho Mtakatifu, lakini tunataka tuchambue kazi zake Roho Mtakatifu. Ninaamini katika matabaka haya ya Wakristo, kama wote wanamwamini Roho Mtakatifu, wote wanamwamini, isipokuwa wanamwamini katika nadharia tofauti tofauti, manake kazi yake zinaweza zikashabihiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikukaribishe katika kipindi hiki, tuendelee kuwa pamoja, na kipindi kitakachofuata tutaanza sasa kazi 10 za Roho Mtakatifu alizozifanya. Tutachambua kazi hizo 10 katika vipindi takribani 6 ama 7 mfululizo. Mungu akubariki. Tukutane katika kipindi kinachofuata tutakapokuwa tunaendelea kuanza